Na Mtemi Renatus Sona, yeye ni afisa uhusiano kutoka Wakala wa Majengo nchini Tanzania. Sona, habari yako? Safi kabisa. Habari? Safi, nzuri kabisa. Jamani, mwisho tumeonana mwaka jana. Tulionana mwaka jana kwenye maonyesho haya ya Sabasaba, na mwaka huu tena Mungu ametupa neema. Hebu niambie sasa, yani kwa mwaka huu cha tofauti nini hasa kwenye maonyesho haya, hasa nyinyi Wakala wa Majengo ambao mmekuja hapa kuwaonyesha Watanzania, au nini ambacho cha tofauti cha kipekee ukiachana na huduma ambazo mmekuwa mkizifanya kila mwaka? Asante. Wakala wa Majengo Tanzania TBA mwaka huu tunashiriki kwenye maonyesho haya ya kimataifa ya 50 ya biashara ya Sabasaba hapa kwenye viwanja hivi vya Mwalimu Julius Nyerere Kilwa Road, Dar es Salaam. Ushiriki wetu wa mwaka huu ukoje? Tumekuja na tunasema product mbili. Tuna vitu vikubwa viwili. Jambo kubwa la kwanza kwa mwaka huu ni kwamba TBA tumeainisha maeneo 149 nchini kwa ajili ya miradi ya ubia PPP na sekta binafsi na taasisi za kifedha. Kwa hiyo kupitia sasa maonyesho ya mwaka huu tunawakaribisha sana wawekezaji wote waje kushirikiana nasi katika kutekeleza miradi hii ya ushirikiano ya PPP ili basi kuweza kuona namna gani tunaweza tukatekeleza miradi hii katika maeneo ambayo tumeainisha. Kwenye maeneo hayo ambayo tumeainisha 149, maeneo 38 tayari yameiva, yako tayari na yameshatangazwa kwa ajili ya kushirikiana na sekta binafsi. Ni maeneo ambayo wanaweza wakajenga of course nyumba za kuishi, residential house. Kwa mfano Iringa kuna eneo la Mwembe Togwa pale. Ni eneo ambalo tayari limeiva kwa ajili ya miradi mikubwa ya kibiashara. Na maeneo mengine yako Morogoro, maeneo mengine yako Dodoma. Pale Dodoma pale kuna eneo la Nzuguni. Ni eneo moja zuri sana kwa ajili ya kuweka shughuli za kibiashara, uwekezaji, kwa mfano nyumba za makazi, apartments. Kwa hiyo maeneo haya tunawakaribisha sasa wadau mbalimbali waje hapa kutembea kwenye banda letu la Sabasaba waone maeneo haya ambayo tumeainisha yako tayari kwa uwekezaji ili tuweze kushirikiana nao. Kwa hiyo tunawakaribisha sana waje hapa. Lakini pamoja na hayo yote, ya mwaka jana kama utakumbuka ilizinduliwa dira ya maendeleo mwaka 2025 mwaka 2050. Ile 2050. Yes. Hiyo ya rais wetu wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania. Kwenye hiyo dira sasa ya maendeleo, sisi Wakala wa Majengo Tanzania TBA tumeanza kuitekeleza. Moja kati ya vitu ambavyo inasisitiza ni kwamba ni kuhakikisha kuja kufika mwaka 2050 Watanzania wanakuwa na makazi bora, lakini ya gharama nafuu, waweze kuishi kwa makazi bora na ya gharama nafuu. Sasa kupitia hiyo sisi tumekuja na miradi ya makazi kwa ajili ya kulenga makundi maalum, hususan vijana. Ndio Gen Z sasa. Ndio yenyewe wako wengi. Na dira imeonyesha kabisa kwamba kuna idadi kubwa ya vijana wanatakiwa na makazi bora. Kwa hiyo miradi ya namna hii tumeanza Temeke Kota kule tuna miradi ambapo tutahakikisha kwamba kila kijana anahitaji nyumba hizi aweze kuishi. Ili dira ile sasa inapofika kwamba tumefikisha hiyo 2050 hawa vijana makundi mengine maalum wanapata makazi bora na gharama nafuu. Na miradi hiyo tumeanza Dar es Salaam, hapa Temeke, lakini pia tutaendelea Dodoma na mikoa mingine. Sona, umegusia hapa vijana na mimi ndo ninapopataka hasa. Utaratibu gani ambao umewekwa na wakala kuhakikisha kwamba hata huyu mwenye hali ya chini naye anapata, huyu mwenye hali ya, kuna namna labda hizo nyumba zitakuwa ni vyumba viwili na sebule, vitatu, vinne, vitano, au zitakuwa katika sura gani ili angalau kijana anayejiuliza maswali hivi sasa apate picha halisi? Naomi, iko hivi. Miradi hii imedesainiwa kulenga makundi hayo kama nilivyotangulia kusema, wakiwemo vijana. Tunajua kwamba kuna vijana ambao wanamaliza vikundi wanapata kazi wakati bado wanajipanga anakuwa maisha ile ya bachelor. Kwa hiyo katika design zake yameangalia kuna vyumba ambavyo vya
chumba kimoja na sebule, vingine vinaitwa studio ambapo tunakuta chumba kikubwa lakini kuna huduma zote, bafu, choo na sehemu ya kulala safi kabisa na kupikia labda, ili basi wakati anaishi pale aendelee kujikusanya. Ili ile ikifika 50 sasa tunakwenda kukamilisha dira yetu iweze kusaidiwa sasa aweze kutoka hata mle au imeenda kuanzisha makazi yake mengine, lakini kupitia nyumba hizi zitakuwa zimembaka. Kwa hiyo hizi nyumba ni za kuwawezesha, zitakuwa sio nyumba za kukaa permanent milele, hapana. Kwa hiyo sasa kwenye banda letu hili akija watu mbalimbali wakitembelea wataweza kujifunza miradi hii ni ya namna gani, iko vipi, tutawaeleza kwa kina na namna ambavyo tunataka kuanza kuifanya na namna tulivyoanza kwa maeneo mengine kama vile Temeke. Kwa hiyo tunawakaribisha sana waje kutembea kwenye banda letu ili waweze kuona mbali na miradi hiyo sasa ambayo nimesema ya uwekezaji ya PPP na hii kwa ajili ya makundi maalum, nyumba za gharama nafuu kiwemo vijana, lakini pia tuna miradi mingine kama wakala ambao tunatekeleza nchi nzima. Sona, mwananchi anayekuja hapa viwanja vya Sabasaba anatamani kufika mahali hapa, namna gani anaweza kufika hapa? Na kama si kufika hapa, labda yuko mbali anatutazama kupitia labda television yake, anataka kupata mawasiliano na nyinyi moja kwa moja ili apate kuhudumiwa, au anataka kufanya uwekezaji, sasa anawapataje ama vipi anaweza akafika moja kwa moja kupata hiyo huduma? Kwa mwananchi kutembelea kwenye maonyesho haya, sisi tunapatikana barabara ya Mazao maarufu kama Mazao Avenue, ndani ya viwanja vya Sabasaba. Ni barabara ambayo unatokea kule Main Road, unapita benki kuu, kwenye banda la benki kuu, basi moja kwa moja ni hiyo barabara. Kuna bango kubwa sana kwa nje ambalo limeonyesha wakala wa majengo Tanzania TBA. Kwa hiyo akifika hapo ameshafika, moja kwa moja atukuta, tunampa elimu, tunazungumza. Fursa adhimu sana kwenu wawekezaji kuweza kujitokeza sasa kuja kushirikiana na wakala wa majengo nchini Tanzania katika kuhakikisha kwamba tunaitimiza ile dira ya maendeleo ya 2050, na hii ni kuonyesha dhahiri kabisa tunaunga mkono yale maono ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni kushukuru sana wewe ambaye tumekuwa pamoja kuanzia tulipoanza mpaka muda huu. Nilikuwa na ndugu yangu hapa Mtemi Renatus Sona.